Msafara wake Rigathi Gachagua wakiwa pamoja na Kalonzo Musyoka, Justin Muturi, Mithika Linturi na viongozi wengine umeweza kupigwa mawe na magari yakaharibiwa vibaya sana, vioo vimeweza kuharibiwa na msafara huu umeweza kupigwa mawe wakiwa upande wa Timau, Buuri constituency, Meru County. Na taarifa hizi zimeweza kutolewa naye mbunge wa seneta wa kaunti ya Nyandarua mwenye anaitwa Kabamethu Senator Nyandarua au kipenda John Methu, senator wa kaunti ya Nyandarua. Ukiweza kuangalia hapo, John Methu ameandika hivi: yaani William Ruto uliamua kila Monday lazima mechanics wakule kitu. Ni nyaya si nyaya. Bralbaf. Na ukiweza kuangalia hapo, gari la mitambo liliweza kuharibiwa vibaya, na ukiangalia pale kando utamuona kiongozi wa chama cha DCP. Alafu gari la pili ndilo hilo, unaona limeharibiwa kabisa. Limeharibiwa kabisa. Inaonekana kwamba hawa goons ambao waliharibu walilenga gari la mitambo. Unaona hapo, naye Kalonzo Musyoka naye aliweza kuandika kwamba no weapon forged against you will prevail. This is the heritage of the servants of the Lord. Akaandika Isaia 54:17. Naye Kalonzo Musyoka ameweza kuhakikishia wananchi kwamba waliweza kushambuliwa upande wa Meru walipokuwa wanauza kampeni zao za muungano wa upinzani. Na ukiona hapo Malema ambaye wanatembea na Gachagua, anaye akaja akaandika kwamba the day they will eliminate someone's life, it will be too late for the government to restore order. Goons openly seen by police and none is arrested. Anaeleza kwamba hawa majambazi waliweza kuharibu hili gari japo walikuwa wanaonwa na maafisa wa polisi, lakini hakuna kitu ambacho polisi walifanya kuweza kusimamisha hawa majambazi kuendelea kupasua hili gari. Hiyo ni kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Ni kumaanisha maafisa wa polisi na hawa majambazi walikuwa wanafanya kazi pamoja. Kipindi ambapo Malema TV anasema kwamba hawa majambazi ambao walikuwa wanapasua hili gari walionwa wazi na maafisa wa polisi na hakuna kitu ambacho polisi waliweza kufanya. Ni kumaanisha polisi na hawa goons walikuwa wanafanya kazi pamoja. Inaonekana kwamba Meru County mambo yamekaa makali. Serikali inang'ang'ania Meru County na upinzani na wao wanauza sera zao Meru County. Kila mmoja anataka kuja kunyakua kura kutoka Meru County. Kumbuka kwamba mapema asubuhi kabisa Gachagua alizuiliwa kwenye kanisa la Kaaga Methodist Church Meru, mahala ambapo Kindiki alikuwa. Kindiki aliagiza polisi wasimruhusu Gachagua kuingia kanisani, licha kwamba askofu wa hilo kanisa alikuwa amemwalika Rigathi Gachagua. Gachagua akatoka hapo akaelekea mahala kwingine, kanisa eneo hili la Buuri. Asa Gachagua alipomaliza kanisa akaenda kuwahutubia wananchi. Wameshambuliwa, mitambo imeharibiwa, na unaona huyu Malema anauliza hivi, kipindi ambapo watakuja kumuua mwananchi itakuwa serikali imekwisha haribu mambo maneno, na
serikali haitaweza kuzuia hasira ya wananchi. Na kumbuka kwamba hii Meru nayo Kindiki alikuwa leo Jumapili, alikuwa baada ya kumaliza kanisa upande wa Kaaga, akaingia Meru kwenda kuwazungumzia wananchi ambao serikali ilikuwa imewalipa token kidogo kidogo. Wale wananchi na wao wakageuka Kindiki, wakaanza kumuimbia Kasongo bae 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 Kasongo bae. Hiyo video niliweza kuiunda hapa chini. Mtu ambaye alitanguliwa ni Kindiki, alitanguliwa kuimbiwa. Inaonekana kwamba wakapiga simu kwamba hatuwezi tukaimbiwa sisi peke yetu na nyinyi haribu mitambo yao, ili tuende draw, ili kipindi ambapo tutakuwa tunazungumziwa mitandaoni kwamba Kindiki alipigwa kelele, na wao wazungumziwe kwamba magari yao yalipasuliwa. Hizi siasa ambazo tunaelekea nazo 2027, basi 2027 mambo yatakuwa makali. Trust me. Hizi siasa ambazo zinaendelea kupaliliwa katika taifa letu za wananchi kupewa pesa wanaenda kulaki viongozi, na za goons wanalipwa pesa kwenda kuharibu mikutano ya viongozi wa upinzani, basi hatutakuwa na taifa hapa. Trust me. Ni kwa nini serikali imeamua kulipa pesa vijana waende kuharibu mikutano ya Rigathi Gachagua na upinzani? Walikuwa wanashirikiana na Kalonzo Musyoka. Number one, mimi ninafikiri kwamba wanalipisha kisasi. Kindiki aliimbiwa Kasongo bae upande wa Meru, na Gachagua naye baadaye magari yake yamepasuliwa upande wa Buri. Inaonekana kwamba hii serikali inalipisha kisasi waweze kwenda draw. Number two, hii serikali imeanza kuuzia Rigathi Gachagua uoga, ndiposa wasiendelee kupiga kampeni, alafu watakuja kusema polisi. Unajua, mimi ninajua baadaye polisi watasema kwamba Gachagua walijipiga mawe, alafu polisi watasema kwamba hawakupewa notice kwamba Gachagua wataandaa mkutano. Na Malema TV ametueleza kwamba hawa goons waliweza kuharibu mkutano in presence ya polisi au machoni mwa polisi. Au serikali itakuja kusema kwamba Gachagua waliweza kujipiga mawe ili kutafuta sympathy. Mnaelewa jinsi ambavyo huyu waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen huwa anaropokwa. Kama alisema kwamba Sifuna walikuwa wanajilipua tear gas kwenye mikutano yao ili kutafuta sympathy, ni kitu gani ambacho kinakufanya uamini kwamba sasa Murkomen hata sema kwamba Gachagua ndio waliweza kujipiga mawe ili kutafuta sympathy? Serikali ni hivyo inafanya kazi. Kwa hivyo hii ni njia moja ya kuuzia Rigathi Gachagua uoga na wendani wake, ili wasiendelee na mikutano yao ya kampeni. Serikali itaanza kusema kwamba mmeanza kampeni za mapema, bado kampeni hazijaanza. Number 3, I think serikali inataka kudisunite mrengo wa upinzani. Wanataka kugawa mrengo wa upinzani. Watagawa mrengo wa upinzani kivipi? Hebu niambie. Viongozi ambao walikuwa hapa magari yao yameharibiwa kwa kupigwa mawe, kesho tena waende kwenye mkutano mwingine, tena serikali ilipe goons waende wapasue magari, tena mkutano mwingine wa tatu wapasue magari. Utapata kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wataanza kuwithdraw, waseme kwamba hatutaendelea kukaa na hasara kila siku, tunaenda kwenye mikutano tunacharazwa, vioo inapasuliwa. Unajua vioo vya magari vya serikali vipasuliwe, serikali itabadilisha kwa pesa zao, lakini opposition itabidi waingie kwenye mifuko yao watumie pesa zao kubadilisha vioo. Kwa hivyo they want to disunite this opposition camp. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji.
Alafu wanataka kuuzia uoga wale watu ambao wanafika kwenye mikutano ya Gachagua. Unajua kipindi ambapo wanapasua haya magari, wananchi wataanza kuogopa. Nikienda kwenye mkutano wa Gachagua, siwezi nikajua ni kipi ambacho kitatendeka kesho, au siwezi nikajua ni kipi ambacho kitatendeka baadaye. Mtu anaweza karusha mawe ukute yamenipasua kichwa. Yaani wanataka kupunguza idadi ya wale ambao wanafika kwenye mikutano ya Rigathi Gachagua. Ni hayo ambayo nimeweza kukuandalia mpenzi mtazamaji. Kitu ambacho nakuomba ni uendelee kupiga subscription, bonyeza kengele, na nitashukuru sana ukiendelea kubonyeza kengele.